Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba na ripoti kutokea hapa katika ukumbi wa New Generation, ambapo tukio kubwa linalofanyika hapa ni Malkia wa Nguvu 2025 ambalo likiwa na kauli mbiu isemayo twende duniani. Hapa tunapata wasaa kuzungumza na watu ambao wametoa tuzo hii leo ya Malkia wa Nguvu. Nilikuwa Malkia wa Nguvu kutokana na juhudi zangu binafsi ambazo nimezifanya, kwa sababu nilianza chini sana, lakini baadaye kwa nidhamu ambayo nilikuwa nayo, sababu ukiwa na nidhamu ya fedha utasonga mbele. Kwa katika ufugaji au katika biashara aina yoyote unayoanza, kwanza kabisa lazima uwe mbunifu, alafu uwe na nidhamu ya kile ambacho unakifanya. Kila shilingi moja ipate hatua kuongeza shilingi nyingine. Hiyo ndio siri kubwa, lakini kitu kingine, kukata tamaa ni marufuku. Unapoanguka usikate tamaa, na wala usikubali kukatishwa tamaa na mtu mwingine yeyote. Kwa lazima ukaze buti kwenda mbele. Unapoanguka inuka, usonge tena mbele. Na nimekuwa Malkia wa Nguvu kwa sababu mimi nafanya kazi na jamii. Kwa hiyo nimeongeza pia ajira kwa jamii. Yeah. Nyuma yako kuna Malkia wa Nguvu wangapi ambao wewe umewainua? Ambao wamepata tuzo? Hapana, wanawake ambao. Wanawake ambao nimewainua ni wengi, kwa sababu mimi nafanya kazi na vikundi. Nina vikundi 11 ambao kila kikundi kina katika hivyo vikundi 11, kila kikundi kina watu 30, na katika watu 30, 28 ni wanawake. Yeah. Kuna siri gani kwenye zao mkakati hasa kwenye nyuki? Kuna siri gani ambayo pia inaweza kumfanya mtu akahisi huko ni sehemu ya kwenda na kufanya kitu? Kwanza, nyuki ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na siri iliyopo kwenye ufugaji wa nyuki ni kwamba ile ni zao ambalo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu unapoenda kutundika ile mizinga porini, ile hatua tu ya wale nyuki wanapotengeneza ile asali ni tunu kubwa. Na siri iliyopo, nyuki hana zao moja tu la asali. Nyuki ana mazao mengi. Kuna sumu ya nyuki, kuna vumbi, kuna gundi, kuna maziwa ya nyuki na kadhalika na kadhalika. Kwa nyuki ana mazao mengi, sio asali tu kama wengi ambao wanafahamu. Kama wapi wasichana wengi au vijana wengi wanafeli kufikia sehemu ambayo wengine wanawake wamefikia? Vijana wanafeli kwa sababu wanahitaji faida za haraka. Kila kitu kinahitaji ustahimilifu, kuvumilia. Unapohitaji kusonga mbele inahitaji kuvumilia, lakini tofauti na vijana wa sasa hivi, anataka akianza leo mara tu anataka kuibuka, afanikiwe. Lakini kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni uvumilivu. Na uvumilivu huzaa matunda mazuri sana. Kwa hiyo nawasihi vijana wawe na uvumilivu katika utendaji wa kazi. Sasa hivi kazi zipo, lakini ajira hakuna. Kazi zipo, ajira hakuna. Ukiingia shambani unapata kazi. Kwa hiyo nawasihi hata wale wanaomaliza vyuo wasikae tu kuzurura na mabahasha ama ofisini kutafuta ajira. Waje site. Kazi zipo. Ajira hakuna, ila kazi zipo. Na ukiingia kazini utakutana na kazi. Ukishakutana na kazi utapata pesa. Yeah. Asante sana. Namba jina lako? Actually mimi sijui walivyonipata, lakini nimefanya kazi sasa kwa miaka mingi katika sekta ya zabibu, na niko pia active katika Tanzania Chamber of Commerce, na tunahusiana pia kwa ukaribu na the Women Chamber of Commerce. Kwa hiyo ndio kusema kweli walioni appoint sijui, lakini ninawashukuru. Ndio. Shughuli zako kubwa unazifanyia maeneo gani na unazifanya kwa utaratibu upi?
Okay, sisi shughuli zangu sana kwa upande mmoja mimi niko kwenye sekta ya zabibu, niko na kampuni inaitwa Dodoma Setawiko, na katika Setawiko mimi ni mkurugenzi wa corporate affairs na tunajishughulisha na usindikaji wa mvinyo na tunafanya kazi kwa ukaribu sana na wakulima. Na katika kampuni ya Setawiko, moja muhimu pia ni kuangalia kwamba tunakuwa na wanawake walio wakulima, na tunakwenda kuhakikisha kwamba tunawasupport kwamba waweze kuwa na soko la uhakika la zabibu hapa Dodoma. Na kwa sasa hivi kabla ya kuwa Malkia wa Nguvu leo, naamini kwamba baada ya hapa soko litakuwa kubwa zaidi na utakuwa ni Malkia mkubwa katika historia. Tufahamishe, huku nyuma una Malkia wa Nguvu wangapi ambao umewanyanyua kupitia sekta ya kilimo? Ni ngumu kusema kwa vile nadhani wako wa kutosha. Wa kwanza alikuwa mama yangu, alikuwa Malkia wa Nguvu mmoja wa kwanza Tanzania, alikuwa sekta ya elimu, lakini kuna wanawake wengi wako katika kampuni. Katika upande mmoja wa kampuni yetu managers wote ni wanawake, na pia katika wakulima tunajaribu kulenga kwamba 30% ya wakulima wetu ni wanawake. Na pia tunajaribu kuangalia kwa jicho fulani kwamba wanawake tunawasaidiaje, kwamba kwa mfano mikopo midogo waweze kuendeleza mashamba yao. Kwa hiyo labda niweze nikasema zaidi ya wanawake 100 wako involved katika hii sekta yangu ya zabibu, sekta ninapofanya kazi mimi ya zabibu. Okay. Na zabibu. Hongera sana. Asante. Mkoa gani? Niko hapa mkoa wa Dodoma, lakini pia niko kwenye bodi ya shule moja inaitwa Mama Clementina Foundation. Wapi tunaweka sana nguvu kuelimisha wasichana. Tuko Kilimanjaro, Iringa na Njombe. Mke ni mpambanaji kwa asili yake, anataka kuhakikisha familia yake inatunzwa na kwamba watoto wanaweza kwenda shule na kwamba familia yake familia inahudumiwa. Kwa hiyo kupitia sekta ya zabibu, ukiwa na wanawake wakulima, sisi tunawalipa directly kupitia benki kwenye account zao. Kwa hiyo mwanamke anakuwa na kitu, mimi naona cha muhimu sana hivi ni kwamba anakuwa na fursa ya fedha. Kwa hiyo ukiwa na unaweza kuwa na kipato chako, unaweza kusaidia katika kutoa nguvu katika familia yako. Kwa hiyo mimi naona ni muhimu sana kwamba sisi, na mimi niwaombe wanawake, jamani, mfanye kazi, mlimeni zabibu, sisi tuko tayari kununua zabibu zenu, na hapo utajipatia kipato na unaweza ukaendeleza familia yako. Umejaribu kufanya research ni kitu gani ambacho kinawakwamisha walima zabibu wa Dodoma? Nadhani ni mikopo. Kunakuwa na kidogo ugumu wa mikopo kusudi waweze kupata fedha kuweza kupanua mashamba yao au kuanzisha mashamba kwa ujumla. Yapi yanaweza kuwaletea maendeleo? Nadhani ni swala la fedha na pembejeo na ujuzi wa kufanya, yani namna ya kutunza zabibu na kuzipanda na kuhakikisha mashamba yao yanakuwa na maendeleo makubwa. Jina naitwa Zaituni Habibu Mazora. Jina la kibiashara Mama H Animal Feed Limited. Napatikana pale Dodoma, Majengo, Mnada Mpya na Chang'ombe. Ofisi yangu au kampuni yangu ina wazalishaji na wamama wa mifugo niliowainua kwa mikono yangu zaidi ya vikundi 7, wamama zaidi ya 100. Na ofisi yangu inashughulika sana na wafugaji kwa ujumla. Wafugaji wa wanyama wote wanaofugwa majumbani, ndege wa aina zote tunatumia kualisha mifugo yao katika kila nyanja, mpaka na madawa pia. Mwezaji, ni kipi ambacho kina tofauti kati yako wewe na wafanyabiashara? Tofauti ambayo ninayoiona kwangu mimi, kwanza nina kiwanda, nazalisha mwenyewe na kiwanda pale na baraza vyakula vya mifugo. Ndio tofauti niliopo mimi na kiwanda kabisa ambacho natengeneza mwenyewe, sinunui kwa mtu yoyote. Unaona sasa kupata kwa tuzo hii na kwenda kukunyanyua aje wewe kiuchumi na wewe kwenda kuwasupport wanawake wengine? Kupitia tuzo hii na waahidi wawezeshaji wangu wote kuwakuzia kila aina ya kitu wanachokihitaji.
Tutaongeza matawi pia, tunatarajia kwenda Singida, tunatarajia kufika mpaka Tabora pia kwa ajili ya vyakula vya mifugo. Kuna wanawake hawajathubutu kama ulivyofanya wewe. Kikubwa nia. Mimi ninachowasihi na kuwashauri wawe na nia na uthubutu. Mwanamke akiamua anaweza. Kikubwa sapoti, tusapotiane wanawake wote, tunyanyuane. Asante, nashukuru. Though it's a surprise even for me, lakini walinifuata watu wa Clouds, wakafanya interviews mbalimbali, wakaangalia watu kwa mkoa wa Morogoro ambao jamii inashikilia, jamii inagusa jamii, na I don't know what they did, lakini kila walipokuwa wanaenda walitambulisha jina langu. Kwa wakataka kujua more about me na nikawaeleza I'm just a graduate, lakini hustle zangu zilianzia toka nikiwa chuoni. Nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo, nilikuwa nalima. It was a multitask. So wakati nimemaliza chuo, it was so easier for me kuingia mtaani na kuendelea kupambana, kwa sababu nilianza kupambana kipindi toka niko chuo. Lakini kiu yangu kubwa sana ilikuwa kuwalenga watu ambao hawana elimu lakini they are talented. So nilikuwa nawalenga hao ili niweze kupata mass kubwa ya watu ambao hawana ajira, hawajasoma lakini wana vipaji. So what I was just doing, nilikuwa nachukua watu hasa wale wanaofanya kazi mamantilie wadogo tu ambao wanalipwa maybe kwa siku shilingi 2000. So I took them, ninawatrain. Mimi ni mpishi mzuri, kwa hiyo nilikuwa nawachukua na watrain. The good thing, kwa sababu nina kampuni yangu ya catering na nina restaurant and bar, so nawachukua na watrain, wanaiva na wapa ajira. So that is what I did. Yes. Una historia ya kunyanyua Malkia wa Nguvu ngapi nyuma yako? Many. Hasa hususan wanawake ni wengi, na mimi kundi langu kubwa sana ni wanawake. As I said, nina multi businesses. Nina maduka ya nguo, nina catering service, nina bar, nina restaurant. Nilikuwa pia najishughulisha na kilimo. So those areas zote wanawake asilimia 85 they are there. Yani wengi, na wengine nimewainua in such a way kwa sasa nao wanafanya biashara zao, wanaendesha maisha yao. Kwa hiyo ni hivyo, ni wengi nimewainua. Unaitwa Jennifer Stanley Chiute. Mimi ni Mgogo, mtu wa Mvumi Mission. Tatizo la ukeketaji nchini, kwanza nianze na mkoa wa Dodoma ambako mimi nimezaliwa, lilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa sio rahisi kwa sababu kulikuwa na siri kubwa ambayo watoto wanaokwenda kukeketwa au vijana, maana kesi walikuwa wanatahiriwa wanaume na wanawake, walikuwa wakitoka kule hawasemi siri ya jambo ambalo wamekutana nalo kule. Kwa hiyo wale ambao hawajui, kama ni wanawake, walikuwa wanaambiwa mnaenda kula asali. Kwa hiyo walikuwa wanaandaliwa na pewa nguo mpya nzuri, wanajua wakienda kule kuna sherehe. Watoto wa kiume wanasema mnaenda kula mkia, kama mikia ya kondoo, basi wanajiandaa na njaa nzuri. Lakini wakifika kule wanakutana na machungu makubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu ya usiri ule, sasa sisi tulipoanza tukawa tunaanza kusema yale madhara mbele ya watu walituona kama tunawatukana, kama tunataka kufanya dharau, wakatutukana, wakatufukuza, wakataka kutupiga. Kwa hiyo tulirudi tukakaa tukafikiri tufanyeje. Ndipo tukasema tuanzishe masuala ya kuwauliza maswali. Wao wenyewe wakikaa kwenye vikundi tunawatenga wanaume peke yao, wanawake peke yao, na kila watu wawe wawazi, waseme hivyo vitu na wanataka hatua gani ichukuliwe wakiona kama kuna madhara na madhara yaliyotokea. Wakitoa pia na shuhuda za mambo yaliyotokea ambayo ni madhara. Sasa hatua gani ichukuliwe? Ndipo wakawa wanasema kwa uwazi. Hawajui kwamba baadaye hili tutakuja kulileta kwenye kikundi kizima. Kwa hiyo wakayasema kwa uwazi. Na ngariba wakiwemo wakunga wa jadi. Kwa hiyo walipomaliza sasa somo lao, wameshajibu, sasa ndipo tulikuja wakaja kueleza kile kitu walichokuwa wamepata. Sasa tuko pamoja. Kwa hiyo wakaona aibu, wakawa naficha nyuso zao, hawakujua kwamba itakuwa hivyo, lakini tayari ilikawa wazi na wao wenyewe wakaweka sheria ya mambo jinsi ambavyo yanatakiwa yaendeshwe. Sisi tulikuwa ni watekelezaji wa yale waliotaka yaendeshwe. Kwa hiyo tuliunganisha jamii nzima
viongozi wa dini, viongozi wa mila na desturi, wazee wa mila na desturi, wa vijana wale wasanii waliotunga nyimbo na kufanya michezo. Na hata mashuleni pia tulipoanza kufundisha walikuwa wanatunga nyimbo zinazohusu yale madhara, na baadaye kwenye siku za kufunga shule au kufanya mahitimisho fulani au kwenye serikali ya kijiji kuna mkutano walikuwa wanaonyesha vile. Sasa ile siri ikaondoka, kila mtu akafahamu, wadogo na wakubwa. Kwa hiyo jambo hili likaanza kupigwa vita na jamii nzima. Okay. Ni kitu gani ambacho nyie mmekitengeneza cha kihistoria kwa serikali mpaka mkaonyesha na mkaonekana kama Malkia wa Nguvu katika kupambana na swala hili? Tulichokitengeneza ni ule uwezeshaji tuliofanya. Tulianzisha vikundi vya wawezeshaji vijijini. Vikundi vya wawezeshaji vijijini vilikuwa na vijana wa kiume na vijana wa kike. Naona hapa huyu alikuwa bado mdogo, lakini baadaye tukaja kumfanya mratibu wa wilaya, na wao wote walikuwa bado vijana. Kwa hiyo hao wote walipopata yale mambo ambayo yanatokea, kweli walifanya kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano na kuhamasisha jamii. Wao wenyewe walikuwa wanaleta majibu, hata yakitokea mambo kule tunastukia ameshaenda mahakamani. Lakini sasa yakipelekwa hata kwenye jamii, watu wakawa wanapendeleana, ndipo kule kijijini wakasema itungwe sheria. Ndipo sheria ile tukaja kuileta. Kwanza tulihamasisha pia madiwani wilaya zote, halmashauri zote, tukahamasisha wabunge. Halafu ndipo tukasisitiza kwamba lazima sheria itungwe. Kwa hiyo hii sheria ya kutungwa ni sisi tulianzisha, lakini sio sisi wawezeshaji, ni wana jamii, na kuona kwamba watoto wanaishi vizuri. Labda mama, kulikuwa kuna ugumu kiasi gani mara baada ya kuanza kuhamasisha sheria iwepo? Kulikuwa kuna ugumu kiasi gani? Kulikuwa na ugumu kwa sababu wengine walikuwa hawataki, wengine wanataka, lakini sasa unakuta wengi wameshajua ukweli, na ule ukweli waliokuwa wanajua ndio uliosukuma. Hata wabunge, kama mngeniacha niimbe ule wimbo, tunawasihi wabunge, jamani, acheni hivi vitu. Sasa hizo nyimbo ndio na sanaa ndizo zilizowasaidia watu kuweka msimamo wa kuharibu hiyo mila na desturi. Lakini tulisema yale mabaya ndio yaondoke, lakini yale ambayo ni mazuri tuyatunze. Kwa hiyo tukawa tunafanya tukitoa mafunzo kwa watoto, tunatengeneza sanaa na kutaka kuendeleza mambo mema, kuondoa yale mabaya. Kwa hiyo yale mema tukawa tunawafundisha wazee, serikali za vijiji, wazazi na walezi, ili wayaendeleze. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vizuri na vibaya viondoke, vizuri vibaki.